Tupo hapa katika stendi ya zamani mkoani Morogoro katika zoezi la kliniki ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Legal Aid. Na leo tupo na wakili kutoka Wizara ya Katiba na Sheria. Atatuambia mwitikio upoje soka zoezi hili limeanza mpaka sasa hivi. Karibu. Asante sana. Kama ulivyosema, mimi naitwa Richard Jacopio, natoka Wizara ya Katiba na Sheria, na kama ambavyo nafahamu Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na majukumu mengine inahusika na swala la kuratibu na kusimamia utoaji wa msaada wa kisheria nchini, ambapo ikishirikiana na wadau mbalimbali inatoa huduma ya msaada wa kisheria. Sasa huduma hii inakuwa na vitu gani? Huduma hii inakuwa na masuala mbalimbali, kwa maana kwamba kutoa elimu kwa wananchi, lakini kutoa ushauri katika masuala ya kisheria na kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi ambao wanahitaji. Na lengo la serikali katika hili ni katika kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi anayekosa haki yake kwa sababu tu ana uwezo wa kugharamia masuala ya kisheria. Na kama ambavyo umesema, leo tuko hapa mjini Morogoro katika stendi ya daladala ya zamani, ambapo tunatoa huduma ya msaada wa kisheria, na tumekupa toka jana tarehe 5 na leo tarehe 6. Mwitikio wa watu ni mkubwa na wananchi wanakuja, lakini naomba niendelee kuwahimiza ili waweze kufika na kupata huduma ambazo tunazitoa hapa. Okay, wananchi wanatamani kujua Ofisi ya Katiba na Sheria inafanya kazi zipi sasa katika eneo hili? Kama ambavyo nimesema, wizara inaratibu masuala mazima ya utoaji wa huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi, ambapo kama unavyoona hapa katika hapa eneo tuliopo hapa kuna wadau mbalimbali. Kuna wadau kutoka Jeshi la Polisi ambao kuna dawati la ukatili wa kijinsia, lakini vile vile kuna Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, pia ni wadau muhimu. Wao wanahusika katika masuala mazima ya kutatua migogoro ya ardhi. Lakini vile vile tuna wadau wetu wakubwa ambao ni mawakili kutoka Chama cha Mawakili Tanganyika PLS. Tuko nao hapa, wanatoa huduma mbalimbali na kusikiliza kero za wananchi na kutoa ushauri wa sheria, na pale ambapo kuna uhitaji wa kutoa msaada wa sheria kwa maana uwakilishi mahakamani, wapo kwa ajili hiyo. Okay, na kuna ambao hawajapata bahati ya kuja hapa. Kwa muda ambao uliobaki, unawaambia nini kwa wananchi ambao wapo mkoa wa Morogoro ndani na ambao wapo mikoa ya jirani? Unawaambia kwa huo muda uliobaki, unawaambia nini? Kwa muda uliobaki, mimi nawahimiza wananchi wajitokeze kwa wingi, kwa sababu huduma anazotolewa hapa ni huduma ambazo zinahusu maisha yao ya kila siku. Kwa mfano, natoa elimu kuhusu masuala ya umiliki wa ardhi. Tunawaelimisha wananchi ni masuala gani au mambo gani yanatakiwa waepuke ili wasikumbane na migogoro ya ardhi. Kwa mfano, unapomwambia mtu anaponunua ardhi lazima ajiridhishe, afanye official search kule, kwa mtajiri wa ardhi kule, ajiridhishe kwamba anayemuuzia ardhi ndio mmiliki halali wa hiyo eneo hilo, na nyaraka zinasoma hivyo. Kwa sababu bila kufanya hivyo tumekumbana na migogoro mingi hapa, ambao watu wameingia kwenye migogoro kwa kutokupata utaratibu huo. Kwa hiyo elimu nayotoa hapa ni elimu inayohusiana na masuala ya kila siku ya maisha. Kwa hiyo ni muhimu sana wananchi wakafahamu. Vile vile tunatoa elimu ya haki za binadamu, wananchi wajue haki zao na wajibu, na katika kufanya hivyo tunawakumbusha wananchi kwamba lazima wawe raia wema, watii sheria za nchi. Asante sana.